Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameibua mjadala mkubwa wa kimataifa baada ya kuashiria uwezekano wa nchi yake kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiongozi huyo wa serikali ya Israel ameonyesha msimamo huo wa kuchukua hatua za kijeshi wakati juhudi mbalimbali za kidiplomasia kati ya serikali ya Marekani na serikali ya Iran zikiendelea kwa lengo la kupunguza mvutano wa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa serikali ya Israel haitaweka usalama wa wananchi wake mikononi mwa makubaliano ya kimataifa pekee. Mwanasiasa huyo mwandamizi amebainisha kuwa taifa lake liko tayari kuchukua hatua za kijeshi kwa uamuzi wake mwenyewe ikiwa itaona kukiwepo na tishio kubwa linaloikabili nchi hiyo. Msimamo huo uliotolewa na uongozi wa Israel umezua taharuki kubwa miongoni mwa mataifa mbalimbali duniani kutokana na athari za kijeshi zinazoweza kujitokeza katika eneo la Mashariki ya Kati na duniani kote. Kauli hiyo iliyotolewa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imekuja wakati ambapo serikali ya Marekani pamoja na washirika wake wote mataifa ya Ulaya wamekuwa wakifanya juhudi za kufufua makubaliano ya nyuklia yaliyosainiwa rasmi mwaka 2015. Hata hivyo, uongozi wa nchi ya Israel mara kwa mara umekuwa ukionyesha mashaka makubwa kuhusu ufanisi wa makubaliano hayo ya kimataifa katika kudhibiti ushawishi na uwezo wa kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika ukanda huo. Kwa mtazamo wa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, serikali ya Iran bado inasalia kuwa tishio kubwa kwa usalama wa taifa lake kutokana na ukuaji wa uwezo wake wa kiteknolojia pamoja na ushawishi mkubwa wa kisiasa na kijeshi uliopo katika maeneo mbalimbali yenye migogoro. Wasiwasi huo wa kiserikali ya Israel unatokana na maendeleo ya mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na mahusiano ya kijeshi yanayoendelea kujengwa na serikali hiyo katika eneo la Mashariki ya Kati. Uchambuzi wa kisiasa wa kimataifa unaonyesha kuwa matamshi hayo ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yanaweza kuwa ni mbinu ya kisiasa inayolenga kushinikiza mataifa makubwa duniani kuongeza msimamo mkali dhidi ya serikali ya Iran. Hata hivyo, wataaluma wa masuala ya ulinzi wameeleza kuwa msimamo huo mkali unaweza kuchochea zaidi hali ya taharuki ya kijeshi na kupelekea kuanzishwa kwa hatua za kijeshi zisizotarajiwa kati ya mataifa hayo mawili. Katika kuitikia msisimko huo wa kisiasa na kiusalama, mashirika ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa yameendelea kusisitiza umuhimu wa mataifa yote kutumia njia ya mazungumzo ya kidiplomasia badala ya kutegemea matumizi ya nguvu za kijeshi. Taasisi hizo za kimataifa zimebainisha kuwa matumizi ya nguvu yanaweza kuhatarisha amani ya dunia na kuzidisha matatizo ya kiuchumi na kijamii kwa raia ya mataifa yanayohusika. Mzozo huu unaomhusisha Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unaonyesha jinsi suala la mpango la nyuklia ya Iran unavyobaki kuwa changamoto kubwa kwa usalama wa kimataifa. Uhusiano mbaya kati ya Iran na Israel umekuwa ukivuta hisia za viongozi mbalimbali wa dunia wanaofuatilia kwa karibu kuona iwapo juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na serikali ya Marekani na Donald Trump pamoja na mataifa ya Ulaya zitafanikiwa kupunguza mzozo huo. Suala la usalama wa taifa wa Israel limekuwa nguzo kuu ya sera za kigeni na ulinzi chini ya uongozi wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Kiongozi huyo amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuwa Israel haitakubali kuona serikali ya Iran ikipata uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, jambo linalofanya uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi kuwa sehemu ya mikakati ya ulinzi wa serikali ya Iran muda
wote. Mataifa ya Ulaya yanayoshiriki katika mijadala na majadiliano ya kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yamekuwa yakijaribu kuwa na urari kati ya matakwa ya usalama ya kiserikali ya Israel na mahitaji ya kuizuia kuenea kwa silaha ya nyuklia katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, matamshi ya hivi karibuni ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yanaonyesha kuwepo kwa pengo kubwa ya kimtazamo kati ya Israel na washiriki wake wa Magharibi kuhusu namna bora ya kushughulikia mpango wa nyuklia wa Iran. Wachambuzi wa jiopolitiki wanabainisha kuwa ushawishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika maeneo yenye migogoro umekuwa chanzo kikuu kingine cha mzozo kati ya serikali hiyo na ya Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa akieleza kuwa kuongezeka kwa uwezo wa kibiolojia na kiteknolojia ya Iran kunatishia mipaka na usalama wa raia wa Israel, hivyo kulazimisha serikali yake kuwa tayari kwa hatua zote za ulinzi. Umoja wa Mataifa kupitia taarifa yake mbalimbali ya amani umewahimiza viongozi wa pande zote mbili kuonyesha uvumilivu wa kisiasa na kuepuka kauli zinazoweza kuchochea vita kati ya ukanda wa Mashariki ya Kati. Shirika hilo la kimataifa limesisitiza kuwa suluhu ya kudumu ya mzozo wa mpango wa nyuklia wa Iran inaweza kupatikana pekee kupitia mfumo rasmi wa majadiliano na makubaliano ya kisheria yanayoheshimiwa na pande zote. Mtiririko huu wa matukio ya kimataifa ukihusisha msimamo wa waziri wa Israel Benjamin Netanyahu, jitihada za kidiplomasia za serikali ya Marekani na mataifa ya Ulaya, pamoja na msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia unaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jamii ya kimataifa na Umoja wa Mataifa duniani. Dunia inasubiri kuona iwapo diplomasia itachukua nafasi yake au mzozo huu utaingia katika hatua mpya ya mapigano ya kijeshi.